Mtazamaji wa Clouds TV popote ulipo, na huu ni wasaa wa rada ya Clouds habari. Karibu sana, jina langu Mahija Zayumba na mkalimani wa lugha ya alama ni Fausta Salakana. Karibu uweze kushiriki nasi. Leo hii rada inaanza kuangaza visiwani Zanzibar, ambapo Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ambaye pia ni kamanda mkuu wa idara maalum za SMZ Dr. Hussein Ali Mwinyi amewatunuku kamisheni maafisa wapya 164 mkupuo wa 6 kwa mwaka 2024-2025 wa idara maalum za serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Sofia Kesi anapewa kibali na rada kuja na undani kamili wa taarifa hii. Akizungumza na maofisa hao wakati wa hafla ya ufunguzi wa kozi hiyo, amewasisitiza kuyatumia mafunzo na elimu walioipata ili kuleta mabadiliko chanya na kuongeza ufanisi katika utekelezaji wa majukumu yao katika maeneo yao ya kazi. Hafla hiyo imefanyika leo katika chuo cha uongozi cha Jeshi la Kujenga Uchumi JKU Dunga, wilaya ya Kati, mkoa wa Kusini Unguja, ambapo maafisa hao ni kutoka Jeshi la Kujenga Uchumi na kikosi cha volunteer. Kufuzu kwenu kumetokana na bidii na nidhamu mliokuwa nayo wakati wote wa mafunzo haya. Mkiwa maafisa wapya, na wataka mwende katika maeneo yenu ya kazi mkatumie yale yote mliojifunza hapa chuoni na kututhibitishia kivitendo kwa imani yetu kwenu juu ya uwezo wenu ilikuwa ni sahihi. Akizungumzia changamoto ya ufinyu wa eneo la chuo iliyosababishwa na wananchi kujenga nyumba za makazi katika eneo hilo kama ilivyowasilishwa na mkuu wa JKU Kanali Makame Daima, Rais Mwinyi amesema kuwa serikali italifanyia kazi suala hilo kwa utaratibu maalum kwa kuwalipa fidia wananchi waliojenga pembezoni mwa chuo hicho. Nalipokea ombi hili la kwamba serikali ifanye sasa utaratibu wa kuwahamisha wananchi waliojenga maeneo haya kwa kuwalipa fidia, lakini vile vile tujenge miundombinu ya kisasa ambayo itawezesha chuo hiki kuwa ni chuo chenye viwango vya kimataifa. Naye Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa na idara maalum za SMZ Masud Al Ahmed amesema kuwa idara maalum za SMZ zimepata mafanikio makubwa chini ya uongozi wa Rais Dr. Mwinyi, na amemhakikishia kuwa idara hizo zitaendelea kubeba jukumu la kulinda usalama na kudumisha amani wakati wote. Mafunzo haya ambayo yamechukua takriban mwaka mmoja, ambayo leo umeyahitimisha kwa kutunuku kamisheni, ni kielelezo tosha ya hilo ninalolieleza, kwa maana idara maalum hizi sasa zinajenga uwezo wa kuwa na viongozi bora ndani ya idara maalum hizi za SMZ ambao wamewiva katika nyanja zote ikiwemo utayari wa kulinda amani ya nchi yetu. Kwa upande wake, mkuu wa Jeshi la Kujenga Uchumi JKU Kanali Makame Daima akaelezea kozi zilizosomeshwa kwa viwango vya elimu. Kozi hii ilifunguliwa rasmi tarehe 12 Agosti 2024 na Brigade Commander wa 101 kundi la vikosi Brigadier General Said Hamid Said, ikiwa na wanafunzi walioanza kozi hii ni 171 mpaka kufikia leo, ambao umewavisha kamisheni leo hii tulionao ni 164. Kutoka Zanzibar, rada sasa inaangaza bungeni jijini Dodoma, ambapo Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amehitimisha mkutano wa 19 wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kutoa msisitizo wa mambo ya kuzingatiwa katika maeneo mbalimbali, ikiwemo kuwataka Watanzania kulinda tunu ya amani na utulivu wa nchi katika kipindi cha uchaguzi na baada ya uchaguzi. Rada inampa kibali Sharifa Mdeme kuja na undani wa taarifa hiyo.
Bunge la 12 limefika ukingoni ambapo kesho Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anatarajiwa kuvunja bunge hilo. Katika mkutano wa 19, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa anahitimisha mkutano huo leo kwenye kikao cha 54 ambapo anasisitiza mambo kadhaa ya kuzingatiwa hasa katika uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Nitumie nafasi hii kuwakumbusha wadau mbalimbali, kila mmoja kwa nafasi yake, ikiwemo wananchi ambao ni wapiga kura, kushiriki kikamilifu katika uchaguzi huo. Mheshimiwa Spika, nitoe rai kwa kila mmoja wetu kuhakikisha kwamba kila mmoja analinda na kuitunza tunu ya amani na utulivu kwa nchi yetu kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Kwa upande mwingine, serikali itahakikisha inatekeleza wajibu wake wa kusimamia katiba, sheria na taratibu zilizowekwa ili kila mwananchi mwenye sifa ya kuchaguliwa au kuchagua aweze kutimiza haki yake ya kikatiba bila vikwazo vya aina yoyote. Baada ya hotuba ya Waziri Mkuu ya kuahirisha bunge, Spika wa Bunge Dr. Tulia Ackson akatumia fursa hiyo kuwashukuru wabunge katika kipindi chote ambacho walikuwa pamoja na ushirikiano walioutoa katika kutimiza majukumu ya bunge na kuwaombea kila laheri kuelekea uchaguzi. Nisingeweza kufanya kazi zangu kwa ufanisi bila ushirikiano mkubwa nilioupata kutoka kwenu. Nilipata ushirikiano wenu kwa ngazi ya mtu mmoja mmoja, ushirikiano wenu kama wajumbe wa kamati mbalimbali ambazo ninaziongoza, lakini ushirikiano wenu pale ambapo bunge lilitakiwa kufanya maamuzi. Ninawashukuru sana sana kwa namna mlivyofanya kazi vizuri. Katika maoni ya baadhi ya wabunge wakilizungumzia bunge la 12, wameelezea mambo mbalimbali yaliyofanyika ndani ya bunge na jinsi ambavyo bunge limewasaidia kutimiza majukumu yao kwa wananchi. Lile bunge la 11, watu wa vyama vya upinzani wao walileta siasa zaidi ndani ya bunge na walikuwa wana criticize chochote kile ambacho kinafanywa na serikali hata kama ni cha maana, lakini kwa bunge hili tumeona zile criticism au unyambuaji wa mambo mbalimbali kisomi, kiutaratibu. Jambo ambalo nitalikumbuka kama cha hii miaka 5 ni kazi kubwa iliyofanywa na bunge ya kuboresha sheria lakini na mifumo inayohusiana na uchaguzi. Tumeona kwa mfano nikiongelea jimboni kwangu, tumeboresha miundombinu, tumeboresha huduma za afya, tumeweza kupata mbolea kwa wingi, wananchi wa Momba wamepata mbolea na maeneo mengineyo huko. Kutoka Dodoma, Sharifa Mdeme, Clouds TV. Asante sana Sharifa Mdeme kutoka bungeni Dodoma. Rada sasa inaangaza jijini Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amesema maonesho ya 49 ya kimataifa ya Sabasaba ambayo yanatarajiwa kufanyika kuanzia Juni 28 hadi Julai 13 yameendelea kuwa chachu katika ukuaji wa uchumi kwa taifa kutokana na bidhaa zinazozalishwa nchini na kupata masoko nje ya Tanzania. Kwa hisani ya Rada, Rajab Chwaya ana taarifa kamili. Ni maonesho ya 49 ya kimataifa ya Sabasaba ambayo hufanyika kila ifikapo mwezi wa 7 hapa katika viwanja vya Sabasaba jijini Dar es Salaam. Leo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amepata fursa ya kufungua semina maalum ikiwa tu ni kuelekea maonesho hayo. Semina hii ni utaratibu wa mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade kuifanya kwa washiriki wa maonesho, ikilenga kuonyesha dhamira ya maonesho lakini pia kutoa mwongozo kwa wale ambao wanashiriki katika maonesho haya. Maonesho ya biashara kimataifa ambayo ndio fahari ya Tanzania yanapofanyika Dar es Salaam hayafanyiki kwa bahati mbaya. Ni kwa sababu ndio mahali ambapo watu wengi wanaweza kufika wakafanya biashara zao, wakahudumiwa na kufanya mambo mengine ambayo ni makubwa zaidi. Kukua kwa GDP yetu, moja ya kitu ambacho pia kinasaidia kupima makuzi ya GDP na ukubwa wake kwa ujumla, ni biashara, ni exportation,
na expenditures za nchi na vitu vingine vya namna hiyo. Sasa Latifa Khamis, yeye ni mkurugenzi wa mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade, ambaye pia ni msimamizi mkuu katika jambo hili la maonesho haya. Yeye kwa nafasi yake akaeleza namna ambavyo mamlaka yake imejipanga kuhakikisha maonesho haya yanafanyika vizuri kwa mwaka huu, yakiwa na historia huku yakisheheni mambo mbalimbali. Kuna vitu vingi muhimu ambavyo vinapaswa kufanyika ndani ya maonesho. Tunaamini kuna waoneshaji wengine wanakuwa wageni ambao wanapaswa kujua, lakini na wale wenzetu wa Tanzania pia wanapaswa kujua kanuni na taratibu mbalimbali za serikali katika ufanyaji biashara ambazo zinawasaidia wao. Sixtus Mapunda, yeye ni mkuu wa wilaya ya Temeke, katika sehemu ya taarifa yake akaeleza namna ambavyo ofisi yake imejiandaa kuratibu maonesho haya katika nyanja mbalimbali, ikiwa ni pamoja na swala zima la kuzingatia usalama kwa washiriki ambao wanatarajia kufika katika maonesho haya. Kwenye sekta ya usalama tuko vizuri sana. Niwahakikishie washiriki, safari hii tutawalinda kwa nguvu zinazoonekana na zile zisizoonekana. Mizigo kutoka mikoani ya washiriki itasafirishwa kwa magari maalum. Mimi ni Rajab Chwaya. Asante Rajab Chwaya kutoka viwanja vya Sabasaba. Rada bado inaangaza Dar es Salaam. Mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dr. Alex Malasusa amesema shirika la Soma Biblia limeendelea kuwa mwanga wa usambazaji wa Injili maeneo mbalimbali kwa njia ya vitabu, na kuwataka waandishi wa vitabu vya Kikristo nchini kushirikiana na shirika hilo ili kutimiza lengo lililokusudiwa. Rada inampa kibali Mwajabu Shafi kuja na undani wa taarifa hiyo. Ni maadhimisho ya miaka 10 ya kuanzishwa kwa shirika la Soma Biblia, ambapo moja ya majukumu yake ni kuchapisha vitabu vyenye neno la Mungu. Katika maadhimisho hayo yaliyofanyika jijini Dar es Salaam, mgeni rasmi akiwa ni mkuu wa kanisa la KKT Dr. Alex Malasusa anatoa rai kwa waandishi wa vitabu vya Kikristo kuwa na umuhimu wa kushirikiana na shirika hilo. Lengo letu kama kanisa ni moja: kuhubiri Injili kwa rika zote. Kwa pamoja tueneze neno la Mungu ili watu wakue na kuimarika kiroho. Lakini zaidi kama kanisa, yani mwili wa Kristo, sizungumzii dhehebu hapa, tuendelee kuhubiri Injili ya kweli. Mafanikio haya yametoa sifa kwa Mwenyezi Mungu na yamechangia kiasi kikubwa kwenye elimu na ufahamu wa Biblia Tanzania nzima. Tumekuwa na lengo kuu moja: kueneza Injili kwa njia ya maandiko ya Kikristo, kuimarisha imani ya Wakristo na kuwatia moyo kufanya uinjilisti kwa Watanzania wenzake. Mkurugenzi wa shirika la Soma Biblia Dr. Faris Kakulima akaeleza mafanikio ya shirika hilo katika kipindi cha miaka 10 ya uwepo wake. Tumechapisha vitabu mbalimbali na majarida. Vitabu hivi vimewafikia watu wengi katika maeneo yao hapa Tanzania. Machapisho mengine ni pamoja na gazeti la Riziki na Twende ambayo yanaendelea kuchapishwa kila mwaka. Tumeshirikiana na mashirika mengine ya Kikristo kusambaza majarida ya Manga Masiha na vipeperushi mbalimbali vya Kikristo. Hiyo kazi ya Soma Biblia ambayo tumejenga pamoja na Scripture Mission itaendelea kuwepo hapa Tanzania, hata kama imeanzishwa na wamisionari, lakini sasa imekuwa imesimama kwenye miguu yake mwenyewe na itaendelea. Taarifa nyingine, wakati mfuko wa taifa wa bima ya afya NHIF ukitoa ufafanuzi kuhusiana na mwelekeo wa mpango wa bima ya afya kwa wote, Chuo Kikuu cha Dar es Salaam idara ya hisabati kimefanya kongamano la kujadili changamoto za sera ya bima. Rada inampa kibali Nora Mohamed kuja na ufafanuzi wa taarifa hiyo.
Katika mwelekeo wake kuhusiana na mpango wa bima ya afya kwa wote, imepanga kila kaya ya watu 6 itachangia shilingi 150 kwa mwaka, ikiwa ni sawa na shilingi 25 kwa mtu mmoja. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, idara ya hisabati, imeiona hoja hiyo na kuamua kufanya kongamano ili kujadili changamoto za sera ya bima kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Akizungumzia kongamano hilo, mkurugenzi wa utafiti na machapisho kutoka UDSM Dr. Matthew Senga amesema wamewakutanisha wadau wanaotoa huduma za bima ya afya kwa lengo la kuangalia changamoto mbalimbali na baadaye kuishauri serikali. Lengo hasa ni kujadili na kudadavua. Kazi kuu ya Chuo cha Dar es Salaam pamoja na kutoa elimu, lakini pia inafanya tafiti, lakini vile vile inatoa huduma kwa umma. Kwa hiyo tunajadili na kuchambua namna ambavyo tunaweza kuboresha hasa masuala mazima ya utoaji wa huduma za afya, lakini vile vile swala zima la bima ya afya shirikishi au jumuishi. Nafikiri unafahamu kuna hii sera ya bima ya afya ambayo ipo kwa jamhuri yetu. Tunaangalia namna gani nzuri zaidi ya kutoa huduma za afya, lakini pia hasa kutumia utaalamu wa fani actually. Kwa upande wa wanawake, bima ya afya imekuwa ni changamoto sana, hasa katika magonjwa ambayo ni si ambukizi. Magonjwa kama kansa, hasa mfuko wa kizazi kwa wanawake. Hivyo katika mabadiliko haya yanayoendelea kutokea ya sera ya mfumo wa bima ya afya, ni vyema magonjwa kama hayo ambayo si ambukizi lakini yamekuwa yakichukua maisha ya kina mama yakaangaliwa upya, na haya ya magonjwa yakaongezwa katika mfumo ili wanawake maisha yao yaweze kuokolewa. Kwa upande wake, mmoja wa wanafunzi wanaosomea utaalamu wa sayansi na hisabati ya bima, Esther Basaya, amesema kongamano hilo limetoa elimu juu ya umuhimu wa bima kwa ustawi wa familia zao. Tunaamini kwamba wanafunzi wa sasa ndio mabalozi wetu. Watasimama kwa namna moja ama nyingine, watakuwa ni wafanyakazi wa siku za mbeleni, lakini pia wanafunzi hawa ni wazazi, lakini pia wao wana ndugu. Tunaamini kwamba tukiweza kuwapa elimu na kuielewa bima ya afya kwa uzuri na kwa undani zaidi, wataweza kusimama nafasi nzuri ya kuelewesha jamii kubwa sana, na mwisho wa siku kuonyesha jamii namna gani tunahitaji bima ya afya kwa ajili ya ustawi wa taifa letu. Kwingineko, zaidi ya madereva 20,000 nchini wanatarajiwa kuingizwa katika mfumo wa umoja wa madereva mtandao na kuwapatia fursa za ajira za gari mtandao kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi kwa njia rahisi. Philip Mwihava ana taarifa zaidi. Kutokana na kukua kwa maendeleo ya teknolojia kwa hivi sasa, kuna shuhudiwa kuwepo kwa wigo mpana tu zaidi kwa wananchi kupata fursa za aina mbalimbali kupitia mitandao, na ndio maana kila kukicha watu wanahimizwa kutumia vizuri mitandao kwa kuigeuza kuwa fursa. Akizindua jijini Dar es Salaam mfumo tumizi wa SwiftPack ambao unatoa nafasi kwa wananchi kupata huduma ya usafiri, meneja wa shirika la posta mkoa wa Dar es Salaam Ferdinand Kabiemela amesema mfumo huo utaleta mapinduzi kwenye usafiri mitandao, kwani utamrahisishia zaidi mwananchi shughuli zake za uchumi za kila siku kwa kupata huduma kuanzia pikipiki mpaka gari kubwa. Hakikisha kwamba tunatoka kwenye usafirishaji wetu wa kawaida na kwenda kwenye usafirishaji wa kidijitali, ambapo sasa tunajua kwamba wananchi sasa hivi wameacha kutegemea zile huduma za kuja moja kwa moja kuzifuata huduma ofisini. Mwananchi anataka huduma imfuate pale alipo. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kilitupa sisi hamasa ya kuona kwamba tuangalie namna nyingine ya kuwafikia wananchi wengi zaidi na kufika sehemu kubwa zaidi ya wananchi na kuwapelekea huduma hii ambayo wao wanakuwa wanahitaji katika muda mwingi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa umoja wa madereva mtandao Isa Swahibu amesema ujio wa mfumo huo mpya tumizi utakuja kuondoa changamoto mbalimbali ambazo walikuwa wanakutana nazo awali kupitia mifumo tumizi mingine, hasa katika vijiwe vya bodaboda. Pekee cha kushukuru ni kwamba application hii imekuwa na fursa nyingi ndani yake. Tumezoea hizi application za sasa zinakuwa na abiria peke yake, lakini hii ina mizigo, ina toyo, ina hizi kirikuu ndogo. Kwa hiyo hata ukiwa na roli lako unaweza ukaenda kujisajili SwiftPack na ukaendelea kupata request. Wote tunashuhuda, tunaona kwamba shirika la posta muda mrefu lilikuwa likisafirisha vipeto au vifurushi na mizigo mbalimbali. Sasa limeamua kuweka kidigitali zaidi, na kwamba mtu anaweza kusafirisha mzigo popote ulipo. Baada ya taarifa hiyo, ni kuunganishe sasa na swahiba wako Mwewe. Kama kawaida huwa haachi kuruka. Yuko wapi leo? Karibu uweze kushuhudia jicho lake.
Hakuna mabadiliko. Yaani unajua Mwewe anapenda sana haki, na hichi kinachofanyika hapa sio haki hata kidogo, kwa sababu hawa jamaa wanalipa ushuru na bado wanafanyia biashara katika mazingira magumu sana. Hivi ushawahi kupita katika barabara hii ya Mwenge TRA hivi karibuni? Kama haujawahi na unahitaji kupita, andaa kitambaa cha kuziba pua yako kabisa. Ila hawa jamaa wanaendelea na biashara kwa kuwa hawana uchaguzi mwingine. Hapo juzi kati wahusika walisafisha na Mwewe akafurahi. Lakini cha kushangaza leo tena hali ni ile ile. Hali ni mbaya sana hapa. Mwewe ashtaki kwa nani? Labda atasikia sauti yake. Mbaya zaidi, kuna muda hata mfuniko huu wa chemba huwa wanautoa. Hii si hatari jamani? Nani muhusika anayehusika na urekebishwaji wa chemba hizi katikati ya barabara? Ndugu wahusika, Mwewe ana uchungu kwa sababu hapa tunakaribisha magonjwa ya mlipuko, au nyie mnaona ni sawa tu? Yaani ni mateso. Leo Mwewe anawaonesha, wala hatochoka. Kesho pia atawaonesha tena, na atalala hapa hapa kama ikibidi. Karibu kazini. Kwa sasa acha arudi kiotani. Kesho naanza.